Tuelekee nchini Israel. Mzozo mkubwa umezuka baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuteuliwa kuongoza tume ya kuchunguza mauaji ya Oktoba 7. Nchini Israel utata unaongezeka kuhusu uchunguzi wa mauaji ya Oktoba 7. Mtu anaweza kuwa jaji na mtuhumiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ataongoza tume itakayofafanua mamlaka ya uchunguzi huu, ingawa yeye mwenyewe anaweza kuhusika kwa uchunguzi huo. Uamuzi huu umeonekana kama uchochezi na upinzani na familia za waathirika ambao wanalaani kama jaribio la kufutiwa makosa kisiasa. Kulingana na tovuti ya habari ya Ynet, Waziri Mkuu wa Israel ameteuliwa kuongoza chombo hicho ambacho kitaanza kukutana mnamo Jumatatu ya kesho ya Desemba 22. Lengo la muungano tawala liko wazi, ni kuchukua nafasi ya tume huru ya uchunguzi iliyoamriwa na sheria na tume ya kisiasa ambayo wanachama wake wangeidhinishwa na serikali. Kutokana na habari hii, upinzani umeungana na kutangaza kuhususia kabisa shughuli za serikali. Yair Lapid, kiongozi wa upinzani, amelaani tume ya kuficha ukweli ambayo inaongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Netanyahu anadaiwa ni miongoni mwa wale waliosababisha vita kati ya Israel na kundi la Hamas, ambapo katika utawala wake ni yeye ambaye ameshindwa kutengeneza mamlaka yake kuzuia watu wasishambuliwe na kutekwa mnamo Oktoba 7. Maneno hayo ni makali zaidi kutoka kwa mkuu wa zamani wa jeshi Yair Gallant, kiongozi wa chama cha Democratic, anayezungumzia uhalifu uliopangwa chini ya kivuli cha sheria, huku Naftali Bennett, kiongozi mwingine mkuu wa upinzani, akifupisha upuuzi wa hali hiyo. Wale wanaopaswa kuchunguzwa huteua wachunguzi wao wenyewe. Hasira pia imeongezeka miongoni mwa wale walioathirika moja kwa moja. Zaidi ya mateka 200 wa zamani na jamaa za waathiriwa wamesaini barua kali, wanadai kukomeshwa mara moja kwa kile wanachokiita kujisafisha kisiasa, na wanatoa wito wa kuanzishwa mara moja kwa tume huru ya serikali. Kulingana na kura ya maoni, zaidi ya 70% ya Waisrael wanaunga mkono kuundwa kwa tume ya kitaifa ya uchunguzi ili kubaini jukumu la kushindwa kulikoruhusu Hamas kuvunja kizuizi kinachodaiwa kuwa kiliweza kupenyeka kuzunguka ukanda wa Gaza. Hii iliwezesha kundi la Wapalestina kuanzisha mauaji kusini mwa Israel mnamo Oktoba mwaka 2023. Tume ya kitaifa ya uchunguzi si jambo la kawaida nchini Israel. Ile iliyoanzishwa baada ya vita vya Waarabu na Israel vya mwezi Oktoba mwaka 1973, ambapo nchi hiyo ilikamatwa bila kutarajia na shambulio la pamoja kutoka Misri na Syria ilisababisha kujiuzulu kwa Waziri Mkuu Golda Meir mnamo mwaka 1974. Kwa mujibu wa sheria, uamuzi wa kuunda tume ya uchunguzi ya serikali unategemea serikali, lakini wanachama wake lazima wateuliwe na jaji mkuu na mahakama kuu. Taasisi hii inashutumiwa na Benjamin Netanyahu na washirika wake kuwa na uadui naye kiasili. Novemba 10, Waziri Mkuu wa Israel alikataa tena wazo hilo mbele ya wabunge na kuunda tume ya uchunguzi ya kitaifa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.